Karibu tena mdau wetu wa afya, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Leo napenda kuongea na watu ambao napenda kuongea na wanaume ambao wamekuwa wakijiweka pembeni kwamba changamoto zote ambazo zinazotokana ziwahusu wao. Leo naongea na wale wanaume ambao wanaofanya vizuri lakini watoto hawapati, wanajitahidi kufanya vizuri, wanajitahidi kufanya yuko vizuri, yani tunazungumzia katika unayenisikiliza wewe ni mtu mzima, najua unajua. Ukizungumzia mtu huyu bwana yuko vizuri kwenye kila idara, manake yuko vizuri katika labda kwenye uwanja, tunakusudia uwanja, na yuko vizuri zaidi, anafanya vizuri zaidi, anatumia muda mzuri, anatumia muda vizuri, anatumia uwezo vizuri, lakini unakuta uwezo wa mbegu yake inakuwa ni dhaifu. Kwa hiyo mtu kama huyu unakuta amekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu bila mafanikio yoyote, na mara nyingi sana wanakuwa wanamweka mwanamke kama yeye ndo chanzo cha matatizo mengi, aliyakuwa sio kweli. Aliyakuwa unakuta matatizo yanayotokana na changamoto labda mwanamke kaenda kapima kila kitu kapima kiko sawa, lakini mwanaume anakuwa ni mgumu sana. Ni logic ya wanaume kwamba kuona kila matatizo yote ya uzazi ni ya mwanamke peke yake, hali ya kuwa sio kweli. Unaweza sometimes mwanamke akafanya kila vipimo vyote, kafanya vipimo vyote, hana changamoto yoyote, lakini wewe baba unataka kutakiwa kwenda kupima, unakuwa ni mgumu, unakuwa ni changamoto bwana, mimi siwezi, unajua nini. Sasa leo nataka nizungumze na wewe ambaye mwanaume, wewe ambaye nataka nizungumze na wewe, umejaribu kila njia, umekaa kwenye ndoa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, unakaa kwenye ndoa bila mtoto, bila mabadiliko yote, hata ujauzito hauharibiki, lakini lawama zote zinaenda kwa mwanamke. Leo ndo napenda tuzungumzie kipengele hicho, kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa vinajitokeza ambapo wengi wanashindwa kuvijua. Kwa mfano, unaweza kuwa unafanya vizuri lakini ubora wa mbegu yako unakuwa ni mdogo sana, labda kiwango unachokitoa ni kidogo sana, labda mbegu unazokuwa unazitoa zinakuwa ni mbegu dhaifu, mbegu ambazo hazina semen za kutosha, yani hazina yale majimaji ya kutosha ili uweze kufika kwenye yai. Badala yake unakuta zinawahi kufa kabla kufika kwenye yai, yani zikiwa zinatembea zinawahi kufa mapema kabla kufika kwenye yai. Kwa unakuta muda mrefu unahangaika, unajaribu kufanya vitu vingi bila mafanikio yoyote. Sasa leo ndo tunazungumza na wewe kwamba changamoto yako inakuwaje. Lakini pia sometimes unaweza kukuta unatoa vizuri, mbegu zako ziko vizuri, lakini mbegu zako hazina umbo zuri. Labda unatoa fluid ya kutosha, lakini mbegu zako hazina mkia, wanasema kale ka tail kale, kwa sababu mbegu inakuwaga na kichwa kama hivi na haka ka tail. Sasa unakuta haka ka tail, unakuwa mbegu unazitoa, muundo wako unakuwa hauna, mbegu zako zinakuwa hazina tail, hazina mkia. Mwisho wa siku unakaa muda mrefu, kila siku unajitahidi, na mara nyingi inatokea ndoa nyingi zinavunjika, watu wengi wanaachana, na mtu akiachana akienda kukutana na mwanaume mwingine tayari ameconceive, aibu inarudi tena kwako kwamba wewe ulikuwa na changamoto. Sometimes unakuta masturbation watu wamefanya muda mrefu, kufanya masturbation inapelekea mbegu zao zinakuwa dhaifu, mbegu zao zinakuwa hazina mikia na kupelekea changamoto kuwa kubwa sana. Lakini tunatakiwa tujue na tuelewe ya kwamba uwezo wako wa kushiriki ni tofauti na uwezo wa kuweza kumpa ujauzito. Hilo jambo tunatakiwa tulielewe vizuri, kwamba uwezo wako wa kushiriki ni tofauti na uwezo wako wa kuweza kumpa mwanamke ujauzito. Huenda pia unasimamisha vizuri, unaamka asubuhi umesimama vizuri, lakini pia unaweza ukawa unaamka unafanya vizuri, lakini uwezo wako unakuwa ni mdogo sana, yani mbegu zako zinakuwa ni dhaifu, kwa sababu ili shamba lako liweze kustawi vizuri
Shamba lako kama tayari lina rutuba, unatakiwa uweke mbegu ambazo zilizokuwa bora na salama zaidi. Kwa hiyo unakuta sometimes unaweza kawa unafanya vizuri na nini vizuri, lakini mbegu zako ni dhaifu, mbegu zako zina changamoto. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu tu unahitaji tu vitumie, au una vitu vifanye, au kuna baadhi ya vyakula unatakiwa vitumie ili matokeo yako yawe mazuri sana. Kwa hiyo changamoto kama hii inakumba watu wengi. Unakuta mtu anakwambia mimi nafanya vizuri sana, sometimes nikafanya hata mara 2 mara 3, lakini anakuwa hawezi kutikisa. Unakuta mwaka wa kwanza, mwaka wa pili bila mafanikio yoyote. Kwa hiyo leo ndo tunazungumza na mtu kama huyo. Kwa hiyo mtu kama huyo unaweza kukuta unasimamisha vizuri, na uwezo vizuri, unafanya vizuri, lakini inakuwa ni changamoto, unashindwa kufanya vizuri. Lakini kuna baadhi ya vitu tulishawahi kuvizungumza katika vipindi vilivyopita. Tulieleza kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea changamoto kama hiyo. Huenda unafanya vizuri lakini ni mtumiaji wa sigara, hiyo inakuwa ina affect uwezo wako kufanya vizuri. Lakini pia unaweza pia ni mtu ambaye unatumia pombe zinakuwa zina affect sana katika uzalishaji wa mbegu. Lakini pia huenda pengine unakaa kwenye joto kubwa sana, basi hiyo pia inakuwa inapelekea changamoto kama hizo. Kwa wale watu ambao wanakaa kwenye maisha ya joto sana, sehemu zenye joto sana, manake uwezo wako unakuwa ni tofauti sana. Uwezo pia unafanya vizuri kama tulivyosema pale mwanzo, lakini ubora wa mbegu unakuwa ni dhaifu, ubora wa mbegu unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia tulizungumza baadhi ya vyakula ambavyo havifai. Tulizungumza vyakula vya mafuta. Kutumia vyakula vya mafuta unakuwa unaongeza fati nyingi sana mwilini, kupelekea uzalishaji wa mbegu wako unakuwa ni mdogo sana. Kuna wale watu wanene kupita kiasi, unakuta umri mdogo, mnene sana. Kwa hiyo unajikuta unaingia katika mawimbi mengi kwa sababu ya kutumia vitu ambavyo ulikuwa hutakiwi kuvitumia, ulikuwa hutakiwi uviache, na kupelekea changamoto inakuwa ni nyingi na ni kubwa sana. Lakini kwa mtu ambaye hata mwenye pressure ya kupanda, pressure ya kushuka, ni watu wote ambao wanaingia katika hizo changamoto. Lakini hata ukiwa na changamoto moja kubwa sana ya kisukari, kwa sababu unapokuwa na kisukari unakuwa unapelekea ile insulin inapokuwa inakuwa regulated, mara iko hivi, inakuwa kwa sababu utatumia dawa za kuregulate insulin ifanye kazi vizuri kwenye kongosho lako. Badala yake unakuta baada ya muda fulani tena kidogo unakuta insulin, kwa sababu inapokuwa inasumbua au mtu mwenye kisukari, inamaanisha anashusha testosterone, hormone zote zinakuwa zinashuka. Kwa hiyo unasikia mwanaume ana changamoto ya hormone imbalance. Kuwa na changamoto ya hormone imbalance kwa wanaume ni jambo la kawaida, kwa sababu ukiwa na changamoto ya hormone imbalance, hata wanaume wapo wanaonenepa ovyo, unakuta mwili haueleweki, nyuma wapi mbele wapi. Lakini pia unakuta watu ambao wengine wanaota maziwa, unakuta wengine pia wanakuwa na changamoto hawezi kushiriki tendo, anagusa tu kidogo basi kamaliza, nakuwa changamoto zinakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo ikiwa ni wewe ambaye ni mtu ambaye unatamani kujua vitu kama hivi na tulishavielekeza huko nyuma, kwa hiyo mimi kitu ambacho nachoweza kukizungumzia siku ya leo, nazungumzia kwamba angalia katika hivi vitu ambavyo tumevizungumza siku ya leo, labda pengine na wewe kuna vitu unavifanya, kuna vitu unavitumia, kuna vitu ulishawahi kuvitumia, kuna vitu umeshawahi kuvifanya vimeshakuathiri kwa kiwango fulani, basi ni vizuri zaidi kuweza kupata matibabu mazuri sana. Kwa hiyo kama ikiwa ni mtu ambaye unafuatilia nakala zetu, basi kwanza nikupe hongera, lakini pia nikushauri kwamba hakikisha umesubscribe mapema ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata nakala zetu za moja kwa moja. Lakini pia kama bado unatamani labda kitu gani, labda kuna kitu ambacho kinachokusumbua, basi unaweza ukaandika kwenye comment hapo niunge kupitia namba zetu za simu, au unaweza ukabonyeza moja kwa moja kwenye bio hapo, moja kwa moja ukaja WhatsApp, kwenye link hapo moja kwa moja ukaja WhatsApp, ukaniandikia message niunge kwenye grupu labda la wanaume, au kwenye grupu kama wewe ni mwanamke unatamani grupu la wanawake, kama wewe ni mjamzito kuna grupu la wanawake wajawazito. Lakini pia hata kama ni wewe mwanamke ambaye unainyonyesha, kuna grupu pia la wanawake wanaonyonyesha. Kwa hiyo tunakuwa tunapeana tips mbalimbali, tunapeana habari mbalimbali, lakini pia tunakuwa tunashare mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe mapema ili uwe kuwa mtu wa kwanza kupata nakala zetu moja kwa moja. Asante sana, Mungu akubariki. Tutaona katika vipindi vinavyokuja.